Unajua tulikuwa kwenye mchakato wa uchaguzi mkuu wa chama wa ndani, si mnafahamu? Na kulikuwa na ushindani kweli kweli wa ndani. Upande mmoja alikuwepo mwenyekiti mstaafu Mheshimiwa Mbowe. Upande wa pili alikuwepo aliyekuwa makamu mwenyekiti ambaye sasa ni mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu. Chaguzi ukafanyika pale Mlimani City. Si mlifuatilia sana? Ndio. Kura zikapigwa, matokeo yakapatikana. Kwa katika mchakato wetu wa uchaguzi ni wazi tulikuwa na timu mbili kubwa. Timu Lissu, timu Mbowe. Tukafanya uchaguzi. Nataka kuwaambia wana Geita na kuwaambia Watanzania, baada ya uchaguzi ule wa tarehe 21 na 22 Januari 2025, timu Lissu, timu Mbowe ziliishia Mlimani City. Sasa tuna timu moja ya Chadema. Mheshimiwa Wenje alikuwa timu Mbowe. Mheshimiwa Lema alikuwa timu Lissu. Mmoja anasema mimi kwa msimamizi wa uchaguzi. Sasa ilibidi mambo ya utimu mimi yabaki moyoni. Sawa sawa? Wote tuko jukwaa moja sasa hivi, timu Chadema. Na waomba wana Chadema wote na wapenzi wa Chadema wote, kama kuna mtu ulikuwa na timu kwenye uchaguzi, sasa tuendelee sote kuwa timu moja ya Chadema, tukipambana na timu ya CCM na watawala na wanaowatumia, tukisimamia no reforms, no election. Mheshimiwa Wenje, nakushukuru. Unajua walikuwa wanasema sana maneno kwamba Wenje na yeye anaondoka. Sasa sikiliza Wenje. Sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Umesimama jukwaani, umeona matumaini ya Watanzania na matakwa ya Watanzania. Nataka useme kauli mbele yao kwamba wewe sio sehemu ya watakao hama. Na useme kutoka ndani ya nafsi, Mwenyezi Mungu akiwa anakusikia. Peoples, inaonekana katibu mkuu ameshauriana na nabii. Kwa hiyo hapa inatengenezwa ile kwa midwife. Ndugu zangu, watu wa Geita na kanda ya Victoria, mimi ni mwenyekiti wa Chadema kanda Victoria. Hiki chama kimebeba matumaini ya watu wengi. Mimi binafsi Wenje, kakaangu amezikwa na aliuawa kwa sababu ya Chadema. Kwa kwenye familia yangu tuna jeraha, tuna kovu, na tuna matumaini, tunasonga mbele kwa sababu tunajua kuna gharama ya kulipa katika safari hii. Nipo na mimi ni mwenyekiti aliota continue. Mvua katika jina la Yesu isinyeshe na mkutano uendelee. Arusha wa wakimbii mvua. Nia komeni hapa leo na polisi wanyeshe kidogo. Komeni hapa. People, sikiliza, mimi nitashuka chini ili mjue siogopi mvua, ili tukae hapa. Hakuna mtu kutoka hapa leo. Hakuna mtu kutoka. Sogeni. Sogeni. Mimi naongelea hapa. Hapa hii na inyesha. Na tukikoma hapa na mafanda unanyesha. Sikiliza. Tutaongea kama mvua inanyesha. Wangu leta kiti hapa. Leta kiti. Leta kiti. People. Sio mkasema wewe Lema unasema kwa sababu uko kwenye nini? Tunakoma wote. Sikilizeni. Lissu alipigwa risasi ngapi? Amefanyia operation kutoka hapa mpaka hapa mara 25 amekatwa tumbo. Lissu amejaa chuma mwilini. Ana kibali maalum cha kupita kwenye mashine airport kwa sababu analia na risasi nyingine zimebaki katika mwili wake. Bado anapigania nchi.
yenu, tunaumia kwa sababu yenu. Nyie wananchi mnatuangusha kwa sababu ya uoga. CCM haina nguvu, wala hawa polisi wasingekuwa wanachukua amri ya polisi ya CCM. CCM ana nguvu kwa sababu umma una hofu na umma ni waoga. Nyie ni waoga. Mmetusaliti mara nyingi. Tumelipa gharama zote. Mimi sina deni nchini. Kila siku mimi nagombana na serikali. Na sigombani na hao wadogo. Mimi nagombana na Samia. Nagombana na mkurugenzi wa usalama wa taifa. Nagombana na IGP. Usiku huku tunapita kwa mashaka. Kuna wakati hata maji ya kunywa tunaweka kwenye sefu, tunaogopa kuwekewa sumu kwa sababu yeye. Lakini nyie hamko tayari kulipa gharama. Na hamtaki kulipa gharama. Mimi sina njaa.